Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Mwangaza FM, tutafakari na tusikilize ujumbe Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo tarehe 19 ya mwezi wa 5. Tafadhali jitunze wewe mwenyewe, unafahamu fika kuwa sisi ni walinzi wa afya zetu, ili katika yote tuweze kufanya mapenzi ya Mungu. Katika maisha yetu ya kila siku ni muhimu kujitunza ili tuweze kutimiza malengo yetu na kufanya mapenzi ya Mungu. Maneno haya yanatukumbusha kwamba sisi ni walinzi wa afya zetu wenyewe. Kujitunza kuna maanisha kuchukua hatua za makusudi za kuimarisha mwili, akili na roho zetu. Maandiko matakatifu yanatufundisha umuhimu wa kujali afya zetu katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 6 aya 19 hadi 20, ambapo inasema, hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mmepokea kutoka kwa Mungu? Ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kujitunza si tu kuhusu kula vizuri au kufanya mazoezi, pia ni kuhusu kutafuta amani ya moyo na kuimarisha imani yetu. Katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 4 aya 6 hadi ya 7, tunakumbushwa, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika jambo kwa sala na dua pamoja na shukrani ziwasilishe maombi yenu kwa Mungu, na amani ipitayo akili zote itawalinda mioyo yenu na fikra zenu katika Kristo Yesu. Hii inaonyesha jinsi sala na uhusiano wetu na Mungu vinavyoweza kusaidia kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kujitunza ni wajibu wetu kama waamini. Tunapofanya hivyo, tunajenga msingi mzuri wa afya bora ambayo itatuwezesha kutenda kazi zetu za kiroho na kimwili kwa ufanisi zaidi. Ni muhimu kwamba tunapojali afya zetu, tunamwonyesha Mungu shukrani kwa zawadi hii ya maisha. Katika yote haya, tuendelee kujitunza ili tuweze kufanya mapenzi ya Mungu. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Samuel Nziuna, frateli wa shirika la misionari damu takatifu ya Yesu.